na sasa anaambatana na viongozi na mwenyeji wake kaimu mkuu wa wilaya ya Itilima Mr. Magangira kwa ajili sasa ya kusogea kuweza kusemezana mawili matatu kabla hajaondoka. Wengine makofi. Wakati huo basi Mr. Magangira afisa tarafa wetu na kaimu mkuu wa wilaya, basi tumpungie mkono mheshimiwa mkuu wa mkoa. Mheshimiwa mkuu wa mkoa jana aliponipigia simu nilipomwomba kwamba wasio wanakuomba uwe mgeni rasmi, Mheshimiwa mkuu wa mkoa alisema ana ratiba nyingi sana, lakini akasema kwa sababu ya upendo inawezekana kabisa aligundua leo atakuwa na jina hili na Mungu alimtangulia. Akasema nitapita kwa muda wa dakika 20, lakini leo hii mkuu wa mkoa mlipoanza kuimba hapa kwa furaha aliyokuwa nayo, akasema sitaki tena kusimama kukaa hapa muda wa dakika 20, nataka uniongezee muda. Kwa hiyo Mheshimiwa mkuu wa mkoa, huo muda uliotuomba tukuongezee, kwa kweli na sisi tumefikia sasa kusema kwamba ili tusikumalizie ule muda wako ambao unaenda sehemu nyingine. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tunakushukuru sana. Tuko hapa sasa hivi kwa sababu ya amani. Amani hii inatokana na uongozi, na uongozi unatokana na sisi kuweka madarakani. Hivyo na waombeni sana sana, tarehe 29 tujitokeze kwenda kupiga kura. Tarehe 20 ngapi? Mwezi gani? Mwezi wa 10 tuende tukajitokeze kupiga kura. Lakini sio kupiga kura tu, tukachague viongozi ambao tunaamini watatunza amani ya nchi yetu. Tukachague viongozi ambao tunajua wanafahamu ni mahali gani walianzia, ni mahali gani tulipo, na ni mahali gani ambapo Tanzania inatakiwa kwenda. Lakini waombe viongozi wetu wa dini tuendelee kuiweka nchi hii katika sala ili uchaguzi ukafanyike katika hali ya amani. Katika nchi nyingi uchaguzi huwa ndio mahali panapoanzia vurugu. Baada ya chaguzi ndio hapo mauaji yanaanza. Baada ya uchaguzi ndiko mahala ambapo vurugu zinaanza. Tuombe Mwenyezi Mungu akatuweke mbali na haya, na sisi tukishapiga kura zetu tuondoke. Lakini nyakati hizi za kampeni nazo tuzifanye kwa utulivu, na hili niliona kwamba ni vema nikalisema asante. Lakini mzee Sabana amekumbuka aje ashirikiana na nyie kwa sababu hapa ni kwake, na kupongeza sana. Na anapokuja hapa amekuja kwa maelezo kwamba yeye Mungu amemjalia amepiga hatua zaidi pamoja na viongozi wengine ambao wako hapa, na ninapomwongea mzee huyu ni pamoja na uongozi mzima, lakini akaona ana haja ya kuja hapa. Cha kwanza kusalimiana na kufahamiana kama ndugu. Kama yuko kule Dar es Salaam, inawezekana pengine Mungu amemjalia ana nyumba na mke, ana watoto, anakaa Dar es Salaam, ana kila kitu. Akiona hapana anataka kutoka kidogo, anaruka kwa ndege, anashuka Mwanza, alafu anamalizia mambo yake pale. Akitoka pale anarudi Dar es Salaam. Lakini mzee huyu amesema achana na Mwanza, achana na Dar es Salaam, Itilima ndio nyumbani kwetu. Mimi nawapongezeni sana. Amekuja hapa, ametaka kae na ndugu zake, anataka tule kwa pamoja, na ni bahati sana sisi koo zingine zimeshapotezana. Huwezi kukuta watu 15 wamekaa mahala pamoja, lakini nyie mmekaa na mmeanza kujieleza na mnafahamu asili yenu kuanzia mwaka 1848. Kutokea hapo ndio mkaweza kuja mpaka mnafika leo, na nashukuru sana mmekubali kwamba pamoja na mambo mengine, lakini mmetaka kuangalia ndani ya mila zetu kuna baadhi ya mila potofu, hizi hazitufai. Mimi nawapongezeni sana, na mimi ningependa niseme kwamba kwa kuenzi mkutano huu, kama Mungu akitujalia uzima, wakati wa mkutano mwingine, mkutano huo mimi nataka kusema na ofisi zetu za wilaya na ofisi ya mkoa tutashirikiana na nyie kuhakikisha kwamba tunakuwa na siku moja ya semina inayohusu haya mambo mlioyaeleza hapa kabla ya siku ya leo. Yaani siku moja kabla watu wakutane, vikundi vikutane, kwa sababu tumesema tunataka tujifunze masuala yanayohusu ujasiriamali, yanayohusu biashara, yanayohusu afya, yanayohusu uondoaji wa mila potofu na kadhalika.
tuwe tunatanguliwa na semina ya siku moja ama mkesha wa siku moja, alafu tunafuata shughuli kama ya leo. Alifariki mwaka 1889 akiwa na umri wa miaka 78, na baadaye alitawala Mtemi Chenge aliyefuatiwa na Mtemi Linde Mwinula. Mpaka sasa mpaka tani. Mheshimiwa mgeni rasmi, mkoa huu umejivunia sana kuwa na waasisi wao ambaye aliyekuwa Mtemi. Dhamira yetu, Mheshimiwa mgeni rasmi, tunadhamiria kuwa na uchumi imara katika ukoo wetu kama Mtemi alipokuwa akielezea. Maana tunapokutana hivi tunafundishana na kuelezana mambo kama ile ya kilimo bora, biashara kwa vijana na wanawake, elimu kwa watoto, maadili kwa vijana na kuzingatia kanuni za afya na mambo mengine. Mkuu wa mkoa, sisi Wasukuma tulikuwa na koo mbalimbali za utemi, na mimi kwenye ukoo ule ni Mtemi. Sasa tunakukaribisha sana Kanali, karibu sana. Wasisio oye! Oye! Mkuu wa mkoa oye! Oye! Nashukuru sana. Mimi naitwa Mwalimu Madede ambaye ndio katibu mkuu wa Wasisio. Karibuni sana na nawashukuru sana kwa kujituma kuja kwenye kikao hiki cha Wasisio. Asanteni sana. Watoto wa kike wasome shule. Msiwakatize watimize ndoto zao. Kwanza niseme, hapa tulipo tunatanguliza uchaguzi. Mimi nimesimama kumwombea Mheshimiwa Rais kula. Hapa niliposimama, mimi ni mwanamke. CCM oye! Namwombea Mama Samia kula. Hebu naomba wangapi tutaungana na mama kwenda kumpigia? Hebu punga mkono namna hiyo. Asante. Mweke mkononi mwako rais wetu, Rais Samia, pamoja na jeshi lake, mawaziri, wabunge, viongozi wote wa mkoa. Mkuu wa mkoa tuliye naye hapa baba, nikimuunganisha baba, leta umoja na nguvu kwa viongozi wetu baba. Nchi yetu endelee kuwa na amani. Hata sisi wahubiri wa Injili na tunashukuru mkuu wetu wa mkoa kwa hali ya sasa. Wasukuma wameanza kuelewa na wanahamasisha watoto waende shule. Kwa hiyo hilo tunalishukuru sana. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, niseme tu kwamba kiongozi wa jamii hakuwa kiongozi wa ukoo. Kwa hiyo Suriki, baada ya kukaa watu waliamua kuwa wanaitana, wanakusanyika, wanakula kwa pamoja kama alivyokuwa kiongozi Suriki alikuwa anaongoza kwa pamoja. Kwa hiyo jamii iliyoko mahali hapa ni jamii ya wana Itilima pamoja na Simiyu kwa ujumla. Kwa maana hiyo wanaenzi utemi wa zamani, maana watemi walikuwa ni viongozi wa watu. Karibuni sana watu mlioko mahali hapa, jisikieni kwamba mko kwenye utemi uliokuwa na tawala watu wote. Maana yeye amekuwa mkongwe. Asante RPC. Asante mama. Tunapata. Haya, mwisho wakati tunawasindikiza. Tunamsindikiza Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Burudani wakati tunaondoka sasa.
Hii ni Tanzania Habari.